إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله leo tutamalizia misingi hii 10 aliyoitaja baadhi ya maulama ya ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka. Tulisoma misingi 7 takriban, imebakia misingi mitatu, ambapo al-aslu thamin, tumefikia al-aslu thamin min hadhihi al-usul al-mubaraka, iltizamuna bima dalla alayhi al-kitabu was-sunnah wa ajma'a alayhi salaful ummah في معاملة أئمتنا وحكامنا. التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. msingi wa 8 katika misingi hii 10 ni kujilazimisha kwetu kwa yale yaliyofahamishwa na Qur'ani na hadithi, na wakawafikiana salafu wa ummati huu fi muamalati aimmatina wa hukamina, katika kuwafanyia muamala viongozi wetu, maimamu wetu na viongozi wetu. Aqida ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi wetu fi ghairi maasiya, kuwasikiliza na kuwatii katika isiyokuwa maasiya. Hili jambo ni katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na ahli sunnati wal jamaa wanaona kwamba ni maasiya kutoka katika taa ya kiongozi muislamu, mahma kathurat maasi. Ni lazima kumsikiliza na kumtii, wala hatuna haki ya kumuingilia katika mambo ya dunia. Hatuna haki hiyo ya kumuingilia kiongozi au ya kuwaingilia viongozi katika mambo yao ya dunia, isipokuwa tuna haki ikiwezekana kuwapa nasaha kwa njia ya kisheria iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwapa nasaha za ukweli na kuwa na ikhlas katika kuwapa nasaha viongozi. Kwa hiyo ni katika aqida ya ahlisunnati wal jamaa kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Waislamu, iwe viongozi hao ni Waislamu, na hata ikiwa ni makafiri
kama hatuna uwezo wa kuwaondoa, kwa sababu wanaoyafanya viongozi ambayo ni maslahi ya watu na maslahi ya nchi ni makubwa. Viongozi wana jukumu kubwa la kusimamia amani. Viongozi wana jukumu kubwa la kusimamia amani ya wananchi na pia amani ya nchi. Kwa hiyo kuna maslahi makubwa wakiwepo viongozi. Kuna maslahi makubwa kwa nchi na kwa wananchi viongozi wakiwepo, na viongozi wakitiiwa na kusikilizwa, kuliko kuwaasi viongozi. Mafasidi yake ni makubwa kuliko maslahi yake. Na alqaida alusuliya kama inavyojulikana, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, kuzuia ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Kwa hiyo hata kama kuna maslahi kiongozi akiwa Muislamu, lakini ikiwa kutakuwa na mafasidi mengi, ikiwa ataondolewa kiongozi kafiri, ni heri yazuiwe mafasidi hayo kuliko kuleta maslahi ya huyo kiongozi Muislamu. Kwa hiyo jambo la uongozi ni jambo la lazima. Lazima kuwe na viongozi ambao wanasimamia mambo ya Kiislamu. La islama illa bijamaa wala jamaa illa biimama wala imam illa bisam'in wa ta'a. Hakuna Uislamu isipokuwa kwa jamaa, kundi moja, kama tulivyoelezea jana kwamba Waislamu wanatakiwa wawe kundi moja wanaofuata aqida na manhaj na ibada na akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo la islama illa bijamaa wala jamaa illa biimara wala imara illa bisam'in wa ta'a. Hadhihi thalatha, mambo haya matatu ni mutalazima. La qiyama lilislam illa bihadhihi thalatha. Uislamu hausimami isipokuwa kwa mambo haya matatu: jamaa na imara. Jamaa, na hakuna jamaa isipokuwa kwa imara, uongozi, na hakuna uongozi isipokuwa kwa kumsikiliza kiongozi na kumtii kiongozi. Sasa manhum haulai ulatul umur, ni kina nani hawa viongozi? Viongozi ni man ghalaba ala almuslimin fi jihatin min aljihat yajma'uhum ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni yule ambaye ameghilibu, ameshinda katika Uislamu katika upande fulani katika pande zao. Yajma'uhum ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kiongozi anayewakusanya Waislamu kwa kufuatia kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema maulama, si sharti yule kiongozi awe ni kiongozi wa Waislamu wote duniani. Sio sharti, si lazima yule kiongozi awe ni kiongozi wa Waislamu wote, bal kullu imamin istaqalla biwilayah wajabat bay'atuhu ala almuslimin fi jihatihi. Kila yule kiongozi
ambaye amejitenga kuwaongoza watu ni lazima kumpa bai'a waislamu kwa upande wake. يقول الإمام أحمد بن حنبل: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. kumsikiliza na kumtii watii viongozi na amiri wa waislamu, awe mwema na awe muovu. wa man waliya alkhilafa wajtamaa an-nasu alayhi waradhu bihi, na aliye tawala akachukua ukhalifa na watu wakakusanyika kwake na wakamridhia. wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifa wa summiya amira almu'minin, pia aliyeshinda kwa upanga mpaka akawa ni khalifa na akaitwa amirul mu'minin. Pia ni wajibu kwa waislamu kumsikiliza na kumtii kiongozi huyo. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. ni katika ukamilifu wa umoja wa Waislamu kumsikiliza na kumtii yule aliyetutawala hata kama ni mtumwa wa Kihabeshi. Wajibu wetu ni kumsikiliza na kumtii maadam ni kiongozi wetu, hata kama ni abdan habashia. ثم قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Mtume sallam amelibainisha hili bayan yenye kutosha, biwujuhin min anwa'il bayan, kwa njia katika njia za bayana kwa kisheria na kwa makadirio ya Allah. Thumma sara hadha al-aslu la yu'rafu inda akthari man yadda'i al-ilma fakaifa al-amalu bihi. Sheikhul Islam anamalizia na kusema, kisha msingi huu umekuwa kwa watu wengi wanaodai ilmu hawaujui msingi huu, vipi watautekeleza? Wengi ambao wanadai ilmu kwamba wana ilmu, msingi huu hawaujui. Fakaifa al-amalu bihi, vipi watautekeleza msingi huu na hawaujui? Ambapo Mtume sallam ameubainisha msingi huu bayana ambayo inatosha. Lakini kuna watu ambao wanadai kwamba ni maulama, msingi huu hawaujui. Na maneno ya Sheikhul Islam ni haki, hakuna shaka kwamba kuna watu yusharu ilayhim bilbanan, lakini msingi huu hawaujui. Msingi wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi, msingi huu hawaujui, na hatimaye wanakuwa upande wa makhawariji na kutoka nao katika maandamano pamoja na makhawariji. Nini? Hawajui msingi huu wa wazi ulioelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni msingi wa wazi kwamba Waislamu ni lazima wawasikilize na wawatii viongozi wao, na kutoka katika taa yao ni maasi. Kuwaasi viongozi ni maasi. Ni haki ya hawa viongozi kusikilizwa na kutiiwa. Hawa viongozi wana haki nyingi, lakini haki yao muhimu sana kwa Waislamu ni kuwasikiliza na kuwatii, ma lam ya'muru bimaasiya, muda wa kwamba hawaamrishi maasi. Kama kiongozi haamrishi maasi, huyo ni wa kusikilizwa na kutiiwa.
lakini kama anaamrisha maasi hayo sisi hatukubali kuamrishwa maasi, tutafanya taa na tuache maasi hayo. Dalili ya hili au dalili ya aqida hii قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu katika nyinyi, wale viongozi wenu. Aya iko wazi, wajibu wa kumtii Allah na mtume na hawa viongozi. Aya iko wazi. Sasa ulil amri, baadhi ya maulama wa minhum Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Fawzan hafidhahum Allah, wasema ni maulama, al-ulama wal umara. Viongozi ni maulama na hawa umara, viongozi wa kidunia. Na wanasema maulama hawa viongozi wa kidunia wanatakiwa wafuate maulama, sababu maulama ndio wanaojua sheria, maulama ndio wanaojua dini. Kwa hiyo viongozi wa dini wa dunia wanatakiwa wawasikilize viongozi wa dini, maulama. Na wote ni ulul amri, wote ni wenye kutawalia mambo ya Waislamu. Kwa hiyo aya hii ni dalili ya wajibu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika mambo wanayoamrisha, muda wa kwamba hawaamrishi mambo ambayo yanakhalif taa ya Allah na mtume wake. Mambo yote wanayoamrisha viongozi ambayo hayapingi Qur'ani na Sunna, ni wajibu wetu kutekeleza na kusikiliza na kutii. Mambo ya kidunia, viongozi wanaamrisha passport, huwezi ukasafiri mpaka uwe na passport. Viongozi wa kidunia wanaamrisha license kwa ajili ya kuendesha gari, ni lazima license, lazima tuwatii. Huwezi wasema mimi sina bana, mimi siwezi kutafuta license. Kwani Uislamu umesema license? Aya gani na hadithi gani imesema? Ndiyo, Uislamu haukusema license, lakini je, ni maasiya? Je, kuchukua license ni maasiya kwa Allah na mtume wake? La, si maasiya. Kwa hiyo tunawasikiliza na kuwatii. Lazima tutafute license za kuendesha magari, passport lazima passport, wa hakadha ma lam ya'muru bimaasiya. Ama wakiamrisha maasiya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapo hatuwatii. Viongozi wakisema hakuna leo, hairuhusi kufungua misikiti salatul maghrib, kila mmoja asali nyumbani, wala hakuna sababu yoyote, hakuna hofu, hakuna vita, walillahi alhamd, hapo hatutawatii. Tutakuja kufungua misikiti tusali. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, walillahi alhamd. Tunasali, tunafanya da'wa, serikali zetu hazituzuii, alhamdulillah. Tuna uhuru mkubwa wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wajibu kuwatii na kuwasikiliza amri zao za kidunia, ni lazima. Lakini utaona makhawarij ambao dini yao kubwa ni kuwaasi viongozi, akida yao kubwa makhawariji ni kuwaasi viongozi na kutoka katika taa ya viongozi. Utaona maneno wanaoyatoa dhidi ya viongozi. Waislamu tunanyanyaswa, Waislamu tuonewa. Maonewa nini?
Waislamu tunyanyaswa vipi wakati tuna uhuru, tunaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alhamdu. East Africa yote hakuna serikali inayonyanyasa Waislamu, alhamdulillah. Sasa lakini utaona akida ya kikhawarij, Waislamu tunaonewa. Waislamu hatuna uhuru. Wataka uhuru gani zaidi ya kumwabudu Allah? Hii ni akida mbaya ya kikhawarij ya kukashifu viongozi na kutukana viongozi. Ukimwona mtu atukana viongozi na kashfa kwa viongozi, ujue huyo si katika salafiyin abadan. Hutamkuta dai ya salafi ana kashfa kwa viongozi, la hasha, hakuna. Lakini akida hii nasema ni khasa kwa salafiyin. Wengi hawana akida hii, na hata katika madarisi nyingi ambazo hazifundishi manhaji ya salaf, wana akida hii ya ukhawarij. Wengi, madarisi nyingi sana. Kwa sababu gani? Msingi huu hawaujui. Kwa hiyo aya iko wazi, wajibu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika mambo wanaoyaamrisha, muda wa kwamba hawaamrishi maasiya. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. Mtume swalla sallam akithibitisha akida hii ya kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Mtume anasema, mwenye kunitii mimi ndiyo amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndiyo amemwasi Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani, anayemtii kiongozi ndiyo amenitii mimi. Wa man ya'sil amira faqad asani, na mwenye kumwasi kiongozi ndiyo ameniasi mimi. Hadithi pia iko wazi, wuduha shams, wazi. Mtume anasema anayemwasi yeye ndiyo amemwasi kiongozi, na anayemtii mtume anayemtii kiongozi ndiyo amemtii mtume sallallahu alaihi wasallam. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر طاعة ولي الأمر، وجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii ameliadhimisha jambo la kumtii kiongozi, na akajalia njia ya usalama kwa hawa duati dhalala, hawa duat ala abwabi jahannam, man ata'ahum qadhafuhu fiha. Njia ya usalama kwao ni kulazimiana na jamaatul muslimin wa imamihim, bila kutoka katika taa ya viongozi. Jambo hili la kutoka katika taa ya viongozi ni akida ya kijahiliya. Akida ya kijahiliya hii ya kutoka katika taa ya viongozi, kuasi viongozi, hii ni akida ya kijahiliya. Kwa hiyo makhawarij wanafuata akida ya kijahiliya ya kuasi viongozi. Katika asri yetu hii, mkubwa wa makhawarij ni Usama bin Laden. Sijui mwamjua Usama bin Laden? Katika asri yetu hii ndio mkubwa wa makhawarij huyo, aliyeleta balaa kubwa kwa Waislamu, kuasi viongozi. Kwa hiyo hii ni akida ya kijahiliya. Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika masailul jahiliya allati khalafa fiha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla aljahiliya, ameliweka jambo hili akasema i'tibaruhum mukhalafata waliyi al-amri fadila wa ta'atuhu walinqiyadu lahu dhullun wa mahana. Watu wa kijahiliya wao wanazingatia kwamba kumkhalifu kiongozi ni fadhila, na kumtii kiongozi na kufuata amri zake na kumsikiliza ni udhalili. Watu wa kijahiliya fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis-sam'i wat-ta'ati lahum. Mtume sallam alipokuja akawakhalifu watu wa kijahiliya, akawaamrisha waislamu kuwasikiliza na kuwatii viongozi, wan-nasiha, na kuwapa nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahih قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Allah anaridhia kwenu mambo haya matatu: kumpwekesha yeye na kutomshirikisha na yeye kitu chochote, na mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarithiane, na mumnasihi yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu, mumpe nasaha kiongozi. Ni katika mambo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. haikutokea upungufu katika dini ya watu na dunia yao isipokuwa kwa sababu ya kuleta uharibifu katika mambo haya matatu au baadhi yao. Wakipunguza mambo haya matatu, wasipotekeleza au baadhi yao, tayari kuna upungufu mkubwa katika dini ya watu. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika sharhi yake ya Masail al-Jahiliya qal: min masail al-jahiliya annahum la yakhda'una liwaliyi al-amri wa yarawna anna hadha dhul wa ma'siyatu al-amiri yarawnaha fadila. Watu wa kijahiliya walikuwa hawana unyenyekevu kwa viongozi, na wanaona kwamba kumsikiliza na kumtii kiongozi ni udhalili, na kumwasi kiongozi wanaona ni fadhila na ni utukufu. ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير لأنهم لا يخضعون وعندهم أنفة وكبر. Kwa hiyo watu wa kijahiliya walikuwa hawaongozwi na imam wala amir, kwa sababu hawanyenyekei mambo hayo, wala hawana hiyo sam'u wa ta'a, kwa sababu wao wana kibir. Indahum anafa wa kibir. Fajaa al-islamu bimukhalafatihim wa amara bis-sam'i wa ta'a liwaliyi al-amri lima fi dhalika min al-masalih. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika sharhi yake ya Masail al-Jahiliya asema, ukaja Uislamu ukawakhalifu hawa watu wa kijahiliya, Uislamu ukaamrisha kumsikiliza na kumtii kiongozi, kwa sababu kuna maslahi makubwa katika jambo hilo. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi fi tahawiyati yaqul: wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Sisi hatuoni kutoka katika taa ya viongozi wetu, hata wakifanya dhulma. Kiongozi hata akiwa dhalim, wajibu wetu ni kumsikiliza na kumtii. Dhulma yake anayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili limo katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa ya kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Tahadharini na aqida ya khawarij.
tahadharini na aqida ya kikhawarij hii ya kuasi viongozi, maandamano, migomo kazini, yote hii ni aqida za kikhawarij za kuasi viongozi. Lakini aqida ya Ahlusunnah wal Jamaa, hata kiongozi akiwa dhalim ni sabr, watu wafanye subra. Kuna kiongozi dhalim kama Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi aliyeua waislamu zaidi ya 100,000, amewaua dhulman, lakini hakukuwa na maandamano. Kuna baadhi ya tabi'in walikuwapo, hawakufanya maandamano kabisa wala migomo kazini, pamoja na dhulma zake kubwa Hajjaj bin Yusuf. Alimamu Ahmad ibn Hanbal alidhulumiwa, akafungwa kwa ajili ya aqida ya Qur'an, kwamba al-Qur'an ni kalamu Allahi ghairu makhluq, akatiwa ndani. Wafuasi wa Imamu Ahmad as-Salafiyun hawakufanya migomo wala maandamano, wakawa na subra. Leo wamekuja makhawariji hawa, wameleta balaa kubwa kwa Waislamu. Kwa hiyo tahadharini na aqida hii ya makhawariji.